Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo acha nisongeshe mbele kidogo. Haya. Kawaida yangu kuja katika maelezo mengi ya hapa kwetu Lamu, lakini saa ingine kunibidi niyazungumze kulingana na comment ambao huzipata kwa zile clip zangu. Leo nimeletewa barua na mzee wangu mmoja hapa, amenambia, Karneni, ukweli ndio huu, ukitaka kumjibu huyo mtu mjibu kulingana na hizi habari ambazo nimekuletea. Na kuda nikizisoma hizi habari naziona za ukweli kabisa. Hizi habari zimenifikia kwa wakati unaotakikana kuwajibu wale watu haswa Waswahili ambao wanawasapoti makabila yalokuja Wakikuyu kwa ufupi. Katika kipindi hayati Jomo Kenyatta, kipindi chake chote, madisi wa Lamu wote kwa miaka aliyokaa Kenyatta wote walikuwa Wakikuyu, hakuna hata mmoja kabila lingine. Kwa kipindi cha Mwai Kibaki, madisi wa Lamu wote, CDC peke yake na ingine idara zingine nyingi, wale wakubwa walikuwa ni Wakikuyu. Kipindi cha Uhuru Kenyatta, idara zote pamoja na madisi wote kwa kipindi cha miaka 10 walikuwa ni Wakikuyu. Hebu tuangalie upande wa Moi, tuangalie upande wa Moi, tuangalie upande huwa aliyekuja sasa hivi yuko vipi. Nafikiri mumeona nyinyi tofauti sasa hivi. Tumwangalie Moi. Katika serikali ya Moi, DC walikuwa Lamu wakati wake waliachanganya, hakuweko kabila lake hata mmoja. Alileta Masai, Msobale, Bajuni, Mgiriama katika wakati wa Moi. Nasema wakati wa Moi, Waswahili wa Lamu walipewa nadhifa na daraja juu. Watu waliochanguliwa kupewa nadhifa katika serikali ya Moi ni hawa wafuatao: Rashid mwenye asili ya Kibajuni, mzaliwa wa Mombasa, alikuwa DC. Ali Sheikh mwenye asili ya Kibajuni, mzaliwa wa Mombasa, alikuwa DC wa Lamu. Ali Mborali mwenye asili ya Kibajuni, mzaliwa wa Kiunga, alikuwa DC katika mji wa Garissa wa bara. Na idara nyingi zinginezo zinaofuata kama madio, wadhifa kama odio tuliupata wakati wa Moi ni mwingi. Nikiwasomea listi hapa imejaa madio, upande wa maaskari, GSU, polisi, PPO wakati wa Moi. Sasa hivi tumepata huyu aliyoko sasa hivi. Ukweli ni kwamba sisi Wabajuni huyu tusimwache. Nilisema kitambo katika klipi yangu moja, nilisema kwamba mutasikia maneno mengi sana kuhusu Ruto. Hafai, Ruto ni hivi na hivi, ni mwizi. Mutasikia kwa sababu ya nini? Si katika wao, si katika wale waliobashiriwa. Nilisema katika klipu yangu ya zamani,
Sasa amekuja, imekuwa yeye ni mwovu, yeye ni hivi, ni mwizi, yeye ni hivi, anifanya makosa yote, amebadilikiwa yeye. Sasa kwetu sisi ni mzuri, huyu ndiye president mzuri kwetu sisi. Na kila DC aliyekuja, kila DC hao nimewatajia, wakati wa Kenyatta, wakati wa Mwai Kibaki, wakati wa Uhuru Kenyatta, kila DC akija hapa lazima apewe nafasi zake hapa na watu wake. Anakuja yeye na watu wake na mashamba lazima agawajiwe. Sasa tumepata nafasi na sisi tuichukue. Tafadhalini, tuache na sisi tushike pumzi, tuacheni na sisi tushike pumzi. Tumeletewa watu tofauti tofauti. Sasa ukienda pale utakuta watu tofauti kabisa. Ukienda polisi, ukienda hapo utakuta watu tofauti. Hakuna msururu mmoja, kabila moja. Sasa tuna watu kila aina ya watu. Kwa hivyo ni manufaa kwetu sisi watu wa Lamu wadhifa huu kuupata, sisi nafasi hizi kuzipata ni mzuri kwetu, manufaa kwetu. Kwa hivyo nawaomba wale watu wote unaosikia akizungumza Ruto ni mbaya, Ruto fanya hivi na hivi, Ruto fanya hivi na hivi, mimi nasema Ruto ndiye mzuri. Ruto ni mzuri kwetu sisi kabisa. Tutamvoti na 5 tena. Mimi nasema 5 tena kwa Ruto. Kwa sababu ya nini? Ajua kutufana sisi. Tumedhikiwa, tumekuwa na dhiki kubwa. Kwa nini wakati ule wote iwe ni kabila moja tu letwa hapa Lamu? Kabila moja tu, kwa nini? Kwa nini hakuna makabila mengine Kenya hii? Hawafai kupewa makabila mengine? Lakini ukiipata kabila lingine, basi utasikia maafa, balaa, ameiba, amepora, amefanya hivi. Utasikia taarifa habari itafanywa hivi, mchele utapungua. Mimi nakumbuka wakati wa Moi, mahindi yamepotea, tumepatiwa mahindi ya kutoka kwa farasi, sukari hakuna. Najua nilikuweko, najua. Na hivi ndivyo ilivyo sasa, itakuja hivyo hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu, ni watu wa Lamu, na waomba kura zetu kwa Ruto. Salamu alaikum.